Habari hii inatokea mkoani Manyara, na ripoti mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Wanafunzi wanaosoma katika shule za msingi za serikali wameanza kunufaika na mradi wa kujifunza na kufundishwa kwa kutumia TEHAMA unaolenga kuwawezesha wanafunzi kujifunza kupitia ICT, yani Information Communication Technology, kwa kupatiwa vifaa vya kujifunzia ikiwemo vishikwambi na miundombinu mingine. Mradi huo unaitwa mradi wa Msingi Tech na unatekelezwa kwa ushirikiano wa serikali na shirika la Imagine, unaolenga kunufaisha shule 500 katika mikoa ya Tanzania bara. Katika wilaya ya Simanjiro iliyopo katika mkoa wa Manyara, shule za msingi zinazohusika katika awamu ya kwanza ni pamoja na shule ya msingi Losinyai, shule ya msingi Emborot na shule ya msingi Naisinyai, ambapo wanafunzi wamekabidhiwa vishikwambi vyenye program maalum za masomo ya awali. Mkurugenzi msaidizi idara ya usimamizi wa elimu kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI anayeshughulikia elimu ya msingi, Bi Susan Nuso, amesema kwamba mradi huo wa vishikwambi utaondoa utoro darasani kutokana na program zilizowekwa, ikiwemo kumpa unafuu mwalimu wa kusimamia na kuwaongoza watoto kwenye masomo yao. Hivyo lengo la kudumu la watoto kufaulu katika masomo yao na kujua kusoma na kuandika litatimia kutokana na matumizi ya TEHAMA na tathmini itafanyika. Tumekuja katika shughuli hii ya uzinduzi ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada za wadau wa maendeleo ya elimu ambao wanaungana na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba elimu ya mtoto wa Kitanzania inaboreshwa. Tuko hapa Mheshimiwa mgeni rasmi, kama alivyozungumza mkurugenzi mkuu wa Imagine Worldwide Tanzania, Dr. Jacqueline Mgumia, kwa ajili ya kuzindua rasmi utekelezaji wa mradi huu wa Msingi Tech ambao tayari wizara zetu mbili, Wizara ya Elimu pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI, tumeingia makubaliano ya utekelezaji wa programu hii katika mikoa 5 kama ilivyotajwa, lakini katika halmashauri 10, na tutazigusa shule 500 za Tanzania bara. Lengo la mradi huu kama ulivyosema na wenzetu ni katika kuhimiza, kusisitiza na kuboresha ufundishaji wa stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu kwa madarasa ya awali. Ninaposema madarasa ya awali maana yake ni darasa la kwanza, la pili na la tatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa sababu ndio imepewa na imekasimiwa majukumu ya kusimamia na kutekeleza sera ya elimu na mafunzo nchini. Tunafurahia kupokea mradi huu kwa sababu kwanza utaturahisishia kiutendaji, naamini hata walimu wangu wangepewa nafasi wangesema, lakini pili utaturahisishia lile tatizo la utoro. Tumewasikia baadhi ya watoto wakionyesha dhahiri shahiri kwamba kutumika kwa vishikwambi hivi kunasaidia kuleta motisha chanya ya mtoto kupenda kwenda shule. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya program ambazo zimeweka katika vishikwambi vile. Lakini tatu, itamrahisishia mwalimu. Tukumbuke madarasa yetu yana watoto wengi ikizingatiwa na sera inayotuambia darasa watoto 40, lakini tuna madarasa yenye watoto zaidi ya 100. Nina uhakika matumizi ya vishikwambi darasani kama tulivyoona demonstration kwenye madarasa yale yatawasaidia walimu wetu kupunguza adha ya kuwasimamia na kuwaongoza watoto, kwa sababu muda mwingi watoto watakuwa wanajiongoza wenyewe kwa kutumia vishikwambi hivi. Na kwa msingi huo basi ni dhahiri shahiri kwamba lengo la kitaifa la kuhakikisha watoto wote wa Kitanzania wanamudu stadi za kusoma na kuandika katika madarasa ya awali tutakuwa tumelifikia. Tunawapongeza sana Msingi Tech. Mheshimiwa mgeni rasmi, nia na madhumuni ya Ofisi ya Rais kuja katika uzinduzi huu, na ndio maana unaona tumekuja na watendaji wote wakuu. Wakurugenzi wa Simanjiro na Kiteto ni kiwakilishi tu cha wakurugenzi wote wanaopokea mradi huu katika ile mikoa 5. Lakini hawa ni kiwakilishi tu cha halmashauri zote 184. Tunaanza na halmashauri 10. Lakini kadri muda utakavyokwenda na itakavyoipendeza mamlaka, tunaamini mafanikio ya matumizi ya programu hii yatatuwezesha na kuishawishi mamlaka inayohusika kuhakikisha kwamba matumizi ya vishikwambi hivi yanakwenda kwa watoto wote. Na ndio maana Mheshimiwa mgeni rasmi, unaona tumewaalika wenzetu wa Baraza la Mtihani ambao wao ndio wamepewa dhamana ya kufanya tathmini. Nitoe rai kwa viongozi wenzangu mliotoka mamlaka za serikali za mitaa na sekretarieti za mikoa. Uteuzi wa shule 10 tulizingatia vigezo na masharti yaliyokuwepo kwenye mradi. Niwaombe sana na niwaelekeze
kuhakikisha kwamba mnakuwa karibu na wakuu wa shule pamoja na walimu wa shule zile, ili watoto wetu waweze kuonyesha umahiri wa matumizi ya vifaa hivi. Na mwisho wa siku, Mheshimiwa mgeni rasmi, tathmini itafanyika kama alivyosema Dr. Mdumia. Tathmini ile ndio itakayoiwezesha taifa kuona umuhimu wa kufanya scaling up katika shule zetu zote. Ikumbukwe kwamba tunatekeleza mradi huu katika shule 500, lakini shule za msingi Tanzania ziko zaidi ya 18,000, Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa hiyo hizi 500 tumezichukua tu kama sample, na tumezichukua kwenye kazi data inayoonyesha kwamba ni shule ambazo zilikuwa hazifanyi vizuri sana kitaaluma. Tunatarajia mwisho wa upimaji wa utekelezaji wa mradi huu utatupa picha kwamba je, tumefanikiwa, tunauboresha zaidi na tunafanya eneo kubwa zaidi, ili watoto wengi wa Kitanzania waweze kunufaika na matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika ufundishaji. Msingi Tech oye! Kwa upande wa Tanzania bara, mradi huu utakwenda katika mikoa yetu 5 tukiwa katika wilaya 11. Mikoa 5 ni Manyara, Morogoro, Ruvuma, Shinyanga na Tabora. Na kwa upande wa Zanzibar tunakwenda kwenye mikoa yote 5 tukifikia wilaya 11. Shughuli kubwa za mradi huu ambazo mtaziona baada ya kumaliza mzunguko huu wa maongezi na uzinduzi wa mgeni rasmi, tumefanikiwa kuleta vifaa mbalimbali vitakavyoweza wanafunzi kujifunza, lakini pia kukazia ufundishaji. Kwa hiyo tunakwenda kupeleka vishikwambi ambavyo vitakuwa 75,000 katika mikoa yote hii 5. Tutakwenda kufunga sola zipatazo 500, kwa kila mkoa utaenda kupata sola 100. Tutakwenda kuweka vifaa vya ulinzi kwenye kila shule ambavyo tutatengeneza zaidi ya keji 1000, ambapo kila mkoa zitaweza kupelekwa 200. Vile vile tutatoa mafunzo kwa walimu na wazazi na kamati za shule kwa namna bora ya kusimamia huu mradi. Tutafanya pia marekebisho madogo kwenye shule hizi ili kuweza kukazia ulinzi, hasa katika vile vyumba ambavyo vinakwenda kuwekea betri za sola na hivyo vishikwambi. Kwa hiyo tutatengeneza milango na madirisha kwenye kila shule ambayo tutakuta ina uhitaji huo. Lakini pili, tutafanya tathmini, kwa sababu mradi huu lengo lake kubwa ni kuweza kuonyesha kwamba watoto wanapata ufaulu. Na labda niseme kwa kifupi, wakati tumeenda kuomba ruksa ya kwenda kuanzisha mradi huu, serikali iliamua kwa makusudi tupeleke mradi huu kwenye mikoa ambayo ufaulu au matokeo yale ya KK yako chini kidogo. Na ilipofanyika tathmini kupitia mtihani wa darasa la 4 kwa miaka 4 iliyopita, kuanzia 2020 mpaka 2024, mikoa ambayo matokeo yalikuwa yako chini ilikuwa ni hii 5. Lakini katika mikoa hii 5 ilifanyika tathmini tena kujaribu kuangalia ni wilaya gani ambazo tupeleke huu mradi. Katika kuangalia hizo wilaya zilichaguliwa wilaya 22 ambazo ziko katika hiyo mikoa na upande wa Zanzibar. Kwa hiyo lengo la mradi huu ili uweze kuendelea, na tuna lengo kwamba utaweza kuendelea kutoka nje ya Tanzania, ni pale ambapo kweli tukija kufanya upimaji tukaona kiwango cha ufaulu cha watoto kimekamilika. Kwa upimaji rasmi tutaanza mwaka kesho, ambao tutaanza na tathmini ya kwanza kuangalia uelewa wa watoto upo wapi. Tutakwenda na kwenye tathmini ya pili, na tuko katika maongezi ya awali kabisa na NECTA, chombo chetu kikubwa cha kusimamia mitihani, kuweza kutumia mtihani wa darasa la 2 kupima kuanzia mwakani, je, watoto wanasoma na wanapata ufaulu ambao ni stahiki. Kwa hilo tutakwenda kulifanya.
Mkurugenzi wa shirika la Imagine Tanzania, Bi Jacqueline Mgumia, amesema shirika hilo linafurahia kushirikiana na serikali katika kutekeleza mradi huo wa Msingi Tech ambao unalenga kuleta mapinduzi chanya katika kujifunza kwa watoto wadogo kwa kutumia teknolojia. Sasa utekelezaji wa mradi huu kwa sababu ni mkubwa kidogo, tutashirikiana na mashirika 6. Kwa upande wa bara tutakuwa na shirika linaloitwa Kamara Education Tanzania ambalo lenyewe litakwenda mkoa wa Shinyanga. Tutakuwa na Tanzania Enlightenment Development Innovation, wao watakwenda mkoa wa Tabora. Tutakuwa na Tanza Education, wao watakwenda mkoa wa Ruvuma, na tutakuwa na Right to Play, wao watakwenda mkoa wa Morogoro, na Asante Africa watakuwa upande wa Manyara. Haya ni mashirika ambayo tutafanya nayo kazi kwa ukaribu, ambao kila shirika litaweza kuajiri msimamia mradi, lakini pia wataajiri watu 10 ili kila msimamizi ambao tunawaita wale wasimamizi wa mashinani atakuwa na shule 10 ambazo anaziangalia. Kwa ujumla mradi wetu unaenda kuleta sio tu mafunzo na vishkwambi, lakini pia tunafahamu utumiaji wa teknolojia unahitaji kumwezesha mwalimu lakini pia na uongozi wa shule ili waweze kufahamu matatizo madogo ya tablet na waweze kujifunza kwa urahisi zaidi. Ratiba yetu ya utekelezaji nimesema tuna shule 500. Tunategemea, na nyinyi ndio ambao mmetufungulia mwezi huu wa 5, tulikuwa na matumaini tutaanza na shule 6 ambazo zitakuwa hapa Simanjiro. Na hilo naomba mtupigie makofi kwa sababu tumefanikiwa. Mwanzo wetu umekuwa mzuri, tulijipima, tunafahamu ni kazi kubwa kwa sababu tulipita awamu ya kwanza kuja kuangalia mahitaji ya shule, namba ya wanafunzi, tukapita tukaleta sola, tumekuja kuwafundisha walimu, kwa hiyo tumefanikisha hilo zoezi la kwanza. Tunategemea mwezi Julai mwaka huu tutafika kwenye shule 44 bara. Kwa hiyo hapa Simanjiro tutaongeza shule zingine 4 mpaka mwezi Julai. Tutakuwa na shule 4 ambazo zitapata tableti, lakini ile mikoa mingine 4 iliyobaki na yenyewe itapata shule 10 kufikia mwezi Julai. Na kwa upande wa Zanzibar huko tutakuwa na shule 12. Kwa hiyo tutakapomaliza mwaka huu inamaanisha tutakuwa na shule 62 Tanzania ambazo zinatumia tablet kwa darasa la kwanza mpaka darasa la 3. Tutakapofika Januari tunategemea kutakuwa na shule nyongeza 40 kwa mkoa wa Manyara. Kwa kutakuwa na shule zingine 40 ambapo baadhi ya hizo shule 20 zitakuwa hapa Simanjiro na zingine zitakwenda Kiteto. Itakapofika mwezi wa 8 mwaka huo mwaka kesho, tutakuwa tumepeleka shule 250, tukimaanisha kwamba mkoa wa Manyara utapata shule zingine 50 za ziada. Hii inamaanisha kwamba tunapofika mwezi wa 8 kwa upande wa Simanjiro itakuwa na shule 50 zinazotumia tableti, na upande wa Kiteto tutakuwa na shule 50 na mkoa wetu utakuwa na shule 100. Na vivyo hivyo kwa mikoa mingine yote iliyobaki ratiba itakuwa hiyo hiyo. Shinyanga zitakuwa 100, Morogoro zitakuwa 100, Tabora zitakuwa 100 na Ruvuma zitakuwa 100. Na hiyo ndio mpango wetu wa utekelezaji, mgeni rasmi. Kwa maelezo hayo sasa ningependa kuleta kwako ili tuweze kuendelea na utaratibu. MC, napenda kukabidhi kwenu ndugu wananchi kwamba huu ndio mradi ambao tunauita Msingi Tech ambao unakwenda katika mikoa 5, ukiweza kukamilisha shule 500 kwa upande wa Tanzania bara na shule 33 kwa upande wa Zanzibar. Asante sana.
Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.